Habari za muda huu mabibi na mabwana, ungana nami kupata utabiri wa nyota siku ya leo ya Jumatano ya tarehe 19 mwezi wa 11 2025. Kama kawaida tukianza na upande wa nyota ya kondoo au punda. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Machi mpaka tarehe 19 Aprili. Ukweli ni kwamba una ari katika kutimiza jambo la mtu fulani baada ya kusikiliza ushauri wako. Leo huenda ukajikuta unafanya jambo kwa makusudi tu ili tu majambo yako yakae sawa, sio shida zako. Utajikuta ukitoa lawama kumwangushia mtu fulani leo, na hiyo yote ni kutokana na ukoseaji. Ni kweli unastahili uongozi mahala fulani licha ya dharau au kutokubalika. Pesa ni wastani rafiki. Siku ya bahati ni Jumanne, asili yake ni moto. Ipo upande wa mashariki mwa dunia, rangi yake ya bahati ni red na namba ya bahati ni 9, 18, 27 na 36. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa maskini ni ruby au garnet. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Taurus. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 20 Aprili mpaka tarehe 20 Mei. Ujumbe ulioambatana na maneno yasiyo kawaida utakurejesha nyuma, ikiwa na maana muda na kadhalika. Uliotumia nyuma sio kitu. Mahusiano, utahajibika ipasavyo leo na kuondoka katika hali ya mawazo hasi. Utapokea pesa bila kutumia nguvu kubwa, walakini utazitoa katika matumizi yasiyo ya kawaida. Umaridadi, leo hautakubali kushindwa kwa njia yote ile, bali watu watakuona na wewe ukiwa juu. Furaha, siku ya bahati ni Ijumaa, asili yake ni udongo, ipo upande wa kaskazini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni green, namba ya bahati ni 6, 15, 24 na 33. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa maskini ni emerald au rose quartz. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Gemini. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Mei mpaka tarehe 20 Juni. Leo unaweza msaidia mgonjwa katika kutimiza azma yake kutoka hospitali. Utajawa na moyo wa huruma na pia utajumuika katika chakula cha pamoja na ndugu na hata marafiki. Furaha, mawazo yatakutawala licha ya kuwa una uwezo wa kupangilia maneno vizuri sana na kupata kitu rafiki. Upande wa pesa ni wastani rafiki. Hivyo basi tunza sana pesa kwa ajili ya baadaye yako. Siku ya bahati ni Jumatano, asili yake ni hewa, ipo upande wa magharibi mwa dunia, rangi yake ya bahati ni yellow na grey, namba ya bahati ni 5, 14, 23 na 32. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa maskini ni agate au citrine. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Kaa. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Juni mpaka tarehe 22 Julai. Wanaweza kudhani kuwa una nguvu za ajabu. La, ukweli ni kwamba unapenda kusema ukweli kwa jamii. Siku ya leo pesa ni wastani, na pia unaweza fuatilia jambo la familia au hata mwanao binafsi kwa ajili ya maendeleo yake mwenyewe. Utagain kiasi kwa kuona taswira mpya ambayo itakupa mwanga wa mbali katika maendeleo rafiki. Siku ya bahati ni Jumatatu, asili yake ni maji, ipo upande wa kusini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni white na silver. Namba ya bahati ni 2, 11, 20 na 29. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa maskini ni moonstone au pearl. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Simba. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Julai mpaka tarehe 22 Agosti. Utapata hamasa baada ya kuona bahashishi na hata kuona siku kuwa ni nzuri sana leo. Mipango yako itaenda smooth sana leo na kufikia hatua ya juu. Leo upande wa pesa ni wastani na hata kupokea zawadi mapema ya leo ambayo itakufanya ufurahi si kawaida rafiki. Siku ya bahati ni Jumapili, asili yake ni moto, ipo upande wa mashariki mwa dunia, rangi yake ya bahati ni gold au orange, namba ya bahati ni 1, 10, 19 na 28. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni peridot au ruby. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Virgo. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Agosti mpaka tarehe 22 Septemba. Unaweza usikubali agizo la kutenda amri kwa vile tu tathmini yako ipo down katika faida ya hilo jambo. Leo utaingia katika jambo lenye utata fulani ambalo mwisho wake sio wenye kueleweka. Hivyo basi, jua linapokuwa katika utosi leo, usiruhusu kuchezewa katika
katika mipango yako kuwa mkali. Baadhi ya sifa zitamiminika kwako leo, na hii ni mwanzo tu rafiki. Matunda yanakuja. Siku ya bahati ni Jumatano, asili yake ni udongo. Ipo upande wa kaskazini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni brown na leaf green. Namba ya bahati ni 5, 14, 23 na 41. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni sapphire au carnelian. Na tukiendelea na upande wa nyota ya mizani, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Septemba mpaka tarehe 22 Oktoba. Safari fupi fupi zitakutawala na hata kushindwa timiza yaliyo muhimu siku ya leo. Kwa kweli, siku ni fupi sana na muda unasonga mithili ya mpira unaotoka juu ya mlima mrefu. Ukaribu wako kwa wengine utakuwa mzuri sana na hata kujawa na matumaini chanya katika siku zijazo. Ogopa utapeli wa wazi leo na usijenge urafiki wa karibu sana na mtu mpya ambaye ni mgeni machoni mwako. Anakuchuma. Siku ya bahati ni Ijumaa, asili yake ni hewa. Ipo upande wa magharibi mwa dunia, rangi yake ya bahati ni pink au white blue. Na namba ya bahati ni 6, 15, 24 na 42. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni opal au lapis lazuli. Na tukiendelea na upande wa nyota ya nge, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Oktoba mpaka tarehe 21 Novemba. Utajua umuhimu wa kitu fulani kuwa ni busara, hekima njema iliyokuwa ikitumiwa na watu wa kale katika kulainisha ugumu wa jambo fulani kuwa jepesi. Pesa ni wastani leo, ila uhusiano utakuwa 50% kwa 50. Ujuzi wa jambo fulani usikufanye kuwa na kiburi kwa wengine, kwani unaweza kupoteza ukaribu uliokuwa mwema na wengine rafiki. Siku ya bahati ni Jumanne, asili yake ni moto maji. Ipo upande wa kusini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni black na maroon. Namba ya bahati ni 9, 18, 27 na 36. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni topaz na malachite. Na tukiendelea na upande wa nyota ya mshale, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 22 Novemba mpaka tarehe 21 Disemba. Cheo ni kama mshumaa, always una muda maalum wa kudumu mahala fulani. Ukosefu wa kujiamini leo utakufanya ukose jambo fulani ambalo ni la pamoja au la kikundi fulani. Hivyo basi, ikiwa kuna jambo lolote la kikundi, vyema kabisa umwachie mtu mwingine awe ndio mfuatiliaji rafiki. Pesa ni wastani sana leo na hautajutia katika kutoa kumpa mwingine, na mawasiliano yapo moto leo. Siku ya bahati ni Alhamis, asili yake ni moto. Ipo upande wa mashariki mwa dunia, rangi yake ya bahati ni papo na blue samawati. Namba ya bahati ni 3, 12, 21 na 30. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa maskini ni turquoise na amethyst. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Capricorn, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 22 Disemba mpaka tarehe 19 Januari. Unyenyekevu wako leo kwa wengine utakufanya upate kitu ambacho wala hukutarajia kukipata. Huenda ukafikiria kuwa haukufanya chaguzi iliyo sahihi baada ya kufuata nafsi yako mwenyewe. Matamanio, utakuwa na ugeni ambao ni mwema na utafurahia nao sana. Wasiwasi utakuwa juu ukiwa na maana uoga wa kwanza jambo kwa vile tayari ushajaribu. Pesa ni wastani pia na mahusiano ni yenye kulegalega leo. Siku ya bahati ni Jumamosi, asili yake ni udongo. Ipo upande wa kaskazini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni grey na brown. Namba ya bahati ni 8, 17, 26 na 35. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni garnet na onyx. Na tukiendelea na upande wa nyota ya ndoo, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 20 Januari mpaka tarehe 18 Februari. Utaelekea kwa mtu mwenye hekima na kiongozi wa sehemu fulani kutoa dukuduku lako au hata kusema kero zako leo. Jambo lenye kushangaza ni kuwa usaliti juu yako katika mahusiano na kila muda fulani na jambo ambalo unajiuliza ni kwa nini mimi tu? Lini nitapata uhusiano ulio katika mstari? Shangwe za watu wengine ambao wanafurahia kutaka kuanguka kwako zitapigwa katika jukwaa, na hakika utajua baadhi. Rafiki, kaa macho, tunza siri zako. Siku ya bahati ni Jumamosi, asili yake ni hewa. Ipo upande wa magharibi mwa dunia, rangi yake ya bahati ni sky blue na aqua. Namba ya bahati ni 4, 13, 22 na 31. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa maskini ni amethyst na hematite.
Na tukimalizia na upande wa nyota ya samaki. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 19 Februari mpaka tarehe 20 Machi. Siku ya leo watakubaliana moja kwa moja na maamuzi yako ulioforce kufanya jambo fulani. Na hiyo itakuwa chachu ya wewe kujutia uamuzi wako wa haraka. Jambo lenye faida kubwa utaliangalia kwa makini sana leo. Kumbuka kuwa jambo lolote unaloliona wewe katika mboni yako, hasa future plan, wengi tayari washaliona miaka 1000 nyuma iliyopita. Hivyo basi fanya uthubutu. Pesa ni wastani sana leo, licha ya kuwa na mahesabu makali katika matumizi yako rafiki. Siku ya bahati ni Alhamis, asili yake ni maji, ipo upande wa kusini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni sea green na indigo. Namba ya bahati ni 7, 16, 25 na 34. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kondoo maskini ni jade au aquamarine. Kama kawaida tukiendelea na upande wa muda wa bahati katika kila upande wa nyota siku ya leo. Na tukianza na upande wa nyota ya kondoo au punda, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 6 hadi saa 10. Na tukiendelea na upande wa nyota ya ng'ombe, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 9 mpaka saa 11:30. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Gemini, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 4 hadi saa 9. Na tukiendelea na upande wa nyota ya muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 2 mpaka saa 6. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Simba, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 5 mchana. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Virgo, muda wako mzuri siku ya leo ni kuanzia saa 8 mpaka saa 11 na dakika 45. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Libra, muda wako mzuri siku ya leo ni kuanzia saa 3 hadi saa 7. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Nge, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 6 mpaka saa 9:30. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Mshale, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa 5 na dakika 45. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Capricorn, muda wako mzuri siku ya leo ni kuanzia saa 8 mpaka saa 1 usiku. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Ndoo, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 1 hadi saa 4 za usiku. Na tukimalizia na upande wa nyota ya Samaki, muda wako mzuri siku ya leo ni kuanzia saa 5 mpaka saa 11 na dakika 45. Tunaendelea na utabiri wa watoto wadogo chini ya miaka 10 na ushauri mzuri kwa mama mwenye mtoto au mjamzito. Tukianza na upande wa nyota ya Kondoo au Punda, mtoto aliye tumboni, mtoto atakuwa na ari, ujasiri na anapenda kuwa kiongozi. Atakuwa mwepesi wa kujifunza na ana moyo wa ushindani. Mtoto chini ya miaka 10 atapenda sifa kupita maelezo. Ushauri kwa mama, mruhusu ajisikie huru tumboni kwa kuzungumza naye mara kwa mara. Kula vyakula vyenye madini ya chuma husaidia ukuaji wa ubongo wake. Tukiendelea na upande wa nyota ya Taurus, mtoto aliye tumboni, mtoto atakuwa mtulivu, mwenye subira na anapenda raha. Atakuwa na uhusiano mzuri na ala na vitu vya kisanii. Mtoto chini ya miaka 10 atapendelea kujiweka mbele leo. Ushauri kwa mama, punguza msongo wa mawazo, fanya mazoezi mepesi. Hakikisha unakula protini za kutosha. Tukiendelea na upande wa nyota ya Gemini, mtoto aliye tumboni, mtoto mwenye akili nyingi, anayeuliza maswali na kupenda kujua mambo. Atakuwa na kipawa cha mawasiliano. Mtoto chini ya miaka 10 atahitaji faraja zaidi ya wazazi wake au ndugu zake. Ushauri kwa mama, soma vitabu au ongea naye mara kwa mara kwa lugha laini. Tumia lishe bora kwa ajili ya afya
afya ya mtoto tumboni. Tukiendelea na upande wa nyota ya Kansa, mtoto aliye tumboni. Mtoto mwenye hisia kali ni mtoto mwenye hisia kali, mpole na mwenye huruma. Atapenda familia sana, na mtoto chini ya miaka 10 atafanya uamuzi wa kushangaza, ila akiwa na watu wake wa karibu. Ushauri kwa mama: epuka mazingira yenye kelele au migogoro. Tafuta utulivu, kwani unasaidia afya ya kihisia ya mtoto. Tukiendelea na upande wa nyota ya Simba, mtoto aliye tumboni ni mtoto mwenye kujiamini, anayependa kuonekana na kupewa sifa. Ana roho ya uongozi. Mtoto chini ya miaka 10 hatopingana kwa chochote kile ambacho utamwagiza, na ataogopa kutenda tofauti. Ushauri kwa mama: fanya mambo ambayo yanakufurahisha. Furaha yako ni nguvu ya mtoto wako. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Vigo, mtoto aliye tumboni ni mtoto mwelewa, mpangaji mzuri na anayependa usafi. Atakuwa mnyenyekevu lakini mwerevu. Mtoto chini ya miaka 10 huenda akafanya jambo la kuchekesha ambalo sio lenye kozi. Ushauri kwa mama: kula chakula safi, epuka vyakula au vinywaji vya kemikali. Mazingira safi ni muhimu kwa maendeleo ya mtoto wako. Tukiendelea na upande wa nyota ya Libra, mtoto aliye tumboni atakuwa mtoto anayependa haki, uzuri na usawa. Atakuwa mpatanishaji katika familia. Mtoto chini ya miaka 10 atachangamka sana na wenziwe leo. Ushauri kwa mama: sikiliza mashairi kwa utulivu na weka usawa katika lishe na mapumziko yako. Tukiendelea na upande wa nyota ya Scorpion, mtoto aliye tumboni atakuwa mtoto mwenye nguvu za ndani, mwenye siri na mwenye uwezo wa kipekee wa kuelewa watu. Mtoto chini ya miaka 10 atakuwa si mwenye kupenda kuwa na wenzake leo, hivyo nguvu ya ziada inahitajika kwake. Ushauri kwa mama: epuka hasira au mawazo mabaya. Amani yako ni msingi wa utu wa mtoto huyu. Tukiendelea na upande wa nyota ya Mshale, mtoto aliye tumboni atakuwa mtoto mwenye kupenda uhuru, msafiri na mtafutaji wa maarifa mbalimbali. Anaweza kuwa mtu wa bahati katika maisha yake. Mtoto chini ya miaka 10 atakubali mwelekeo chanya leo. Ushauri kwa mama: tembea kidogo asubuhi, tafakari na kula matunda ya rangi tofauti, kwani itakuwezesha kuondokana na stress. Tukiendelea na upande wa nyota ya Capricorn, mtoto aliye tumboni atakuwa mtoto mwenye nidhamu, asiogopa majukumu yake na mwenye kuweka malengo mazuri. Mtoto chini ya miaka 10 atapendelea matunda leo, na mwili wake unaweza usiwe sawa. Ushauri kwa mama: jifunze ratiba nzuri ya kula na kulala. Mtoto huyu anaheshimu mpangilio tangu tumboni. Tukiendelea na upande wa nyota ya Ndoo, mtoto aliye tumboni atakuwa mtoto wa kipekee, mbunifu na mwenye mtazamo wa mbele. Anaweza kuwa mvumbuzi pia. Mtoto chini ya miaka 10 atakuwa mcheshi kupita maelezo na atafanya tofauti na maagizo ya wakubwa wake. Ushauri kwa mama: soma vitabu vya maarifa, epuka watu wa ovyo ili kutunza nishati yako ya akili. Tukimalizia na upande wa nyota ya Samaki, mtoto aliye tumboni atakuwa ndoto nyingi ambazo ni njema, mwenye huruma sana na roho ya sanaa, yani mbunifu. Ana uhusiano mkubwa na ulimwengu wa ndani. Mtoto chini ya miaka 10 atakuwa msafi, licha ya usafi huu ni wa muda maalum. Ushauri kwa mama: tumia muda kwenye maji kama kuoga au kuogelea. Sikiliza mashairi ya dhehebu lako au kitu unachopenda kisichovuka mipaka kwa utulivu. Unasaidia ukuaji wake wa kiroho. Ujumbe kwa waliokuwa hawajapata watoto: usikate tamaa, kwani utaconceive ikiwa utajitahidi katika kufuatilia kiini cha tatizo, na hakika kila mwenye kujitahidi basi atafaulu. Ulikuwa nami na bye bye.